Karibu katika kipindi cha Hii Ndio UDOM. Na leo katika Hii Ndio UDOM tunakuletea safari ya Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM katika maadhimisho ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu yaliyofanyika kuanzia tarehe 15 hadi 24 Agosti 2026 jijini Tanga katika viwanja vya shule ya sekondari Usagara. Sisi tumeshiriki kwa sababu tunatoa elimu ya juu kwa ufanisi mkubwa. Tunatoa vijana wenye ujuzi na wabunifu, na hapa mmeona baadhi ya wachache ambao wameshiriki kwenye ubunifu. Katika maadhimisho hayo, UDOM iliwasogezea wananchi sehemu ya kile kinachofanyika chuoni kupitia tafiti, bunifu, teknolojia na miradi mbalimbali inayolenga kutatua changamoto za jamii. Kuanzia teknolojia za kisasa, mifumo ya kidigitali, tafiti zinazolenga kutoa majibu kwa changamoto zinazowakabili wananchi, hadi bunifu zinazogusa moja kwa moja maisha ya kila siku. Na zaidi ya hayo, UDOM haikwenda na maarifa pekee, bali ilikwenda pia na huduma za afya bure kwa wananchi waliotembelea banda lake. Wananchi walipatiwa nafasi ya kufanya vipimo mbalimbali ikiwemo presha, uzito na urefu, pamoja na ushauri wa tibalishe. Na wakati UDOM ikiendelea kuonesha huduma, tafiti na bunifu zake, siku ya ufunguzi wa maonyesho hayo kulikuwa na jambo jingine kubwa la kujivunia. Watafiti 15 kutoka UDOM walitambuliwa katika tuzo za utafiti za kitaifa kutokana na kuchapisha matokeo ya tafiti zao katika majarida yenye hadhi ya juu kimataifa. Hatua hii haikuwa tuzo tu kwa watafiti, bali ilikuwa ni taswira ya mchango wa UDOM katika uzalishaji wa maarifa, utafiti na utatuzi wa changamoto za jamii. Nashukuru Mungu nimepata nafasi ya kuweza kupata ushindi. Na jarida letu lilikuwa linazungumzia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na kiasi gani kinaathiri upatikanaji wa maji chini ya ardhi, kwa maana kuanza kufuatilia kuanzia historia na mpaka kujua hapo mbeleni mpaka mwaka 2100, kwa maana miaka 75 kutoka leo. Lakini kama kuna jambo lililowavuta wengi kusimama na kutazama zaidi, ilikuwa ni AI ultrasound kwa wajawazito. Hii ilikuwa ni miongoni mwa bunifu zilizovuta kwa kiasi kikubwa umakini wa waliotembelea banda la UDOM. Teknolojia inayounganisha akili unde na huduma za uchunguzi wa afya, ikiwa na lengo la kuchangia katika kuboresha huduma kwa wajawazito. Bunifu hii pia ilivutia viongozi mbalimbali waliotembelea banda la UDOM, miongoni mwao akiwa mbunge wa viti maalum mkoa wa Tanga na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya elimu, utamaduni na michezo, Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko. Hii ni teknolojia ya hali ya juu ambayo kwa kweli tulikuwa hatujaiona kwa Tanzania kama inaweza kutengenezwa na wazawa. Kwa mimi naliona ni jambo kubwa ambalo tunahitaji kuwekeza, kuendeleza ugunduzi ambao wameufanya, teknolojia hii iweze kukua, lakini isambae, iweze kutumika kwenye vituo vya afya nchi nzima, lakini baadaye tuuze kwenye nchi za jirani. Mradi huu unatarajiwa kuanza kutekelezwa katika mkoa wa Dodoma, ukiwa na lengo la kuchangia katika kuboresha huduma za afya kwa wajawazito kupitia matumizi ya teknolojia. Thamani ya maonyesho hayo haikupimwa kwa idadi ya watu waliopita kwenye banda pekee, bali pia kwa kile walichokiona, walichojifunza na walichobeba baada ya kutoka hapo. Ni bunifu nzuri sana, zitasaidia watu wengi wakizijua na kuzitumia. Kwa kweli mna huduma nzuri, nimepokelewa vizuri kuanzia pale kwenye vipimo mpaka kwenye masomo. Huduma ni nzuri, kiufupi nimepata huduma nzuri. Safari hii haikuwa ya wanataaluma na watumishi pekee. Wanafunzi nao walikuwa sehemu muhimu ya safari hii. Kwao kushiriki katika maadhimisho haya kulikuwa ni zaidi ya kwenda Tanga. Ilikuwa ni nafasi ya kukutana na wanataaluma na wabunifu mbalimbali, kujifunza kutoka kwao na kupata uzoefu wa kuwasilisha maarifa mbele ya jamii. Hapa tuna mfumo wa ulinzi wa simu. Kitu unachokifanya, inalinda simu yako katika vipengele vikuu vinne. Moja, inalinda simu yako pale ambapo unayo, kwa kuhakikisha kwamba hizo ukiwa umeishika, umeweka mfukoni, kwenye mkoba, mahali popote, as long as wewe upo na simu yako, inahakikisha kwamba simu yako haichukuliki kirahisi ama kuibiwa kirahisi pasina wewe kujua. Hii ndio ilikuwa safari ya UDOM katika maadhimisho ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu jijini Tanga. Safari iliyoacha maarifa zaidi, uzoefu zaidi na hamasa ya kuendelea kuleta majibu kupitia elimu, utafiti na ubunifu. Kutoka Tanga, safari inaendelea. Langu jina ni Robert Mauya na hii ndio UDOM.
Hii ndiyo UDOM. UDOM, embracing knowledge.